Bwana Yesu asifiwe. Nataka kumshukuru Mungu kwa makuu na miujiza na maajabu ambayo Mungu amenitendea katika hizi siku, yaani mwanzo wa hii mwaka. Kwa kweli, kwa majina naitwa Lucy Neema. Mimi ni Mkongomani, ni mama wa watoto. Nataka kumshukuru Mungu. Napenda sana kabisa kushukuru Mungu. Mungu akinitendea kitu cha maajabu, napendaka kabisa nimshukuru Mungu. Napenda shukuru Mungu sana kwa makuu na miujiza ambayo Mungu amenitendea. Nimependa kugawanyana tena na wandugu hizi shukurani zangu. Niko na shukurani ambayo Mungu amenitendea. Nilikuwa naandaa harusi ya mtoto wangu wa kwanza. Yaani nikizani ni kama miaka miwili tumeingojelea hiyo harusi. Ilikuwa mwaka jana, nilipata habari mtoto wangu akanielezea kama ametaka kufanya harusi na mchumba wake huko Afrika. Wakati nilienda Afrika, kweli nilimtafuta kijana, nikamuona, nilikuwa nikimuona kwa picha tu, lakini nikamuona macho kwa macho, tukasalimiana, tukajuana, tukaonana na mamake mzazi, tukaongea kabisa, tukafurahiana. Wakati tulikuwa tukiongea, kafika kutambulishana, akasema mimi ndio mama yake Anaduse mzazi, Anaduse ni mtoto wangu wa kwanza. Na yule kijana mama yake naye akanambia hawa watoto kweli wamepatana, na mimi yule kijana ni mtoto wangu wa kwanza. Nikasema kweli Mungu amewapatanisha hao watoto. Tukarudi. Wakati nilirudi huku Norway kutoka Tanzania, kutoka Norway, tukaanza jinsi gani watoto wataenda kufanya hiyo harusi. Tulianza kufanya mitikasi ya kutafuta maviza. Tutafute visa ya kupitia Tanzania, haikuwezekana. Tukatafuta visa ya kupitia Burundi. Yaani tukapita Burundi, tukazunguka twende mpaka Tanzania. Wakati tulikuwa katika hiyo mitikasi, kweli tuliendelea kuomba Mungu afungue milango. Mungu alitusaidia katika njia mbalimbali kutufungulia milango mpaka jinsi tulifikia wakati tunataka kuondoka twende huko Tanzania. Wakati tulitaka kuondoka, shetani akaanza kujiinua. Shetani wakati alianza kujiinua, akaanza kujiinua kwa watu kwanza wa karibu sana wangu. Yaani wakaniletea vita ambavyo vilikuwa ni vigumu sana, hata kama singekuwa katika imani wala katika kumpenda Mungu na katika kuomba Mungu sana, nikizani ningekata tamaa na kuvunjika moyo. Lakini sikuvunjika moyo kwa sababu nilikuwa na hiyo imani na nilikuwa namjua Mungu na nilikuwa naomba Mungu sana. Nikajua kama hizi ni mbinu za shetani. Yaani shetani kweli akajiinua. Kwa hiyo wakati akanitia mambo mengi ya kutaka kunisahau vyenye nikoemo vya harusi ya mtoto wangu, nende muyangine mambo, lakini shetani akaimwa nafasi. Hakupata nafasi hata kidogo kunipotezea muda, kunipotezea wakati wa kuacha kupangilia harusi ya mtoto wangu. Ni mengi sana ambayo yametokea kwa ule wakati, mengi kabisa ya kunipiganisha, ya kutaka kuniletea yaani mawazo mengi yasinipatie ile moyo ya kujikosantre juu ya ile harusi ya mtoto wangu. Lakini kwa hiyo namshukuru Mungu kwa sababu sikuibwa zamu ya kuendelea kumshukuru Mungu, ya kuendelea kuomba Mungu sana, na kuendelea kuongea na watu nitafanya aje, tutafanya aje. Lakini tuliendelea. Hata baadhi ya wamoja wenyewe wametaka kuniletea vurugu na fujo kusudi nipoteze msimamo wangu wenyewe nilikuwa ndani wa harusi ya mtoto wangu, kusudi niende mambo yao yenye hayana msimamo. Lakini sikuibwa zamu. Nilikuwa mbele za Mungu na nilikuwa naomba Mungu sana.
niliomba Mungu, nikaomba Mungu aniepushie kabisa hiyo shetani, aniepushie. Ile ni shetani, ilikuwa ni shetani. Yaani nikianza kuhadisia hapa kwa mambo ambayo nimeyapitia ni mengi ya ajabu, nikizani tutaweza tukaanza leo hata kesho na siku 2-3 hatuwezi tukayamaliza. Kajua yalikuwa ni mambo magumu sana, tena ya kunipiganisha vita ambavyo vilikuwa singejitosha mle peke yangu, isipokuwa Mungu tu ndio ambaye ameweza kuniwezesha. Kuna wakati nilikuwa nikikaa nikianza kufikiria, nasema kweli mtu anaweza akamtungia mwenzake neno la uongo kama neno kama hili na akanifanya nikakuwa na ukweli Yaani nimepita katika mambo mengi yenye yangeweza kunitosha katika mstari wa kupanga vitu vya harusi ya mtoto wangu, nikapotea, lakini nikaendelea tu kuomba Mungu. Nilikuwa nikisikia mtu naikaa tu hivi, nasikia mtu ananiita kwenye simu, ananiambia seme nimesikia umenisema. Naambia nani amekwambia? Eti nimesikia umenisema hivi na hivi. Nasema hapana, acha hiyo ni shetani. Hiyo ni shetani anataka kutukoroganisha mimi na weye kusudi apate gisi gani atatuingilia. Lakini mimi nakwambia kama huyo ni shetani, achana na hayo mambo. Hayo ni mambo ya uongo, ni shetani huyo. Kwa kweli nimepata tatizo nyingi, shida nyingi, mambo mengi ya kuniumiza roho, lakini kwa yote naendelea kumshukuru Mungu. Neno la pili, wakati nilisafiri sasa nitoke hapa nende huko na Burundi kisha twende Tanzania, nimekata tiketi na watoto wangu wawili, mtoto mdogo na mwingine msichana wangu, twende kwenye harusi ya ndugu yao. Wakati tulifika airport, ule mtoto mdogo akakataliwa kwenda. Akakutana visa yake na pasiporo yake zilikuwa na manamba tofauti. Juu wakati nilimuombea visa Burundi, kumbe pasiporo yake ilikuwa kailishaisha. Sasa nilirudisha kwenda kumuombea pasiporo nyingine, nikasahau kuirudisha kule kusudi wamupatie ingine pasiporo. Hayo yote ni mambo ya shetani. Wakati tulifika airport, wakachunguza ni mambo, akakutana kweli hawezi kusafiri. Ule mtoto akatupatia shida pale, yaani niko na ushuhuda mkubwa sana kwa siku hiyo. Nilimuona mkono wa Mungu na nilimuona Mungu jinsi gani anamtumia mtu malaika. Kwa hiyo siku nimemuona malaika wangu ambaye Mungu amenitumia siku ile. Kwa kweli nawaambia kama kila kitu ambacho kinaenda kumfikia mwanadamu, Mungu anakuwa anajua, na anajua hichi kitu kitakuja hivi na kitatoka hivi. Nilikaa pale, tulikuwa kwa mstari tunaenda kutuma mizigo. Kufika pale wakaangalia pasiporo yangu, ya mtoto na yangu yote, wakakataa. Ule mtoto hawezi kuondoka. Wakatutosha kwenye mstari, wakatuambia ikaeni pale mngojee. Wakati nilikaa pale niko na ngojea, tunajiuliza mimi na msichana wangu mkubwa, naambia sasa tutafanya aje hivi? Tunaita huku nyumbani baba yao kusudi akuje kumchukua kutoka kwetu, na hapo ku aeroport ni saa 2 na avyo yetu ina saa 2 kusudi iondoke. Yaani ikakuwa shida. Tuko tu pale tumeshatolewa pembeni tunangojelea. Nikakuja kuona mama mmoja na mume wake wanakuja. Wanaingia paka pale kwa mstari na wenyewe. Nikawafuata pale, nikawasalimia, nikawauliza na nyinyi mko mnasafiri? Ule dada kanijibia hapana, mimi namshindikiza baba tu, mimi si safiri. Nikasema kumbe wewe usafiri. Nikasema sasa wewe njoo malaika wangu ambaye Mungu amenitumia saa hii. Unajua pale nasimama pale ule mtoto niko naye wameshamkatalia hata safiri. Na jinsi hata safiri nilikuwa najiuliza sasa tutafanya aje pale. Tulikuwa tunaanza jiuliza ni mimi niondoke, yeye msichana wangu arudi na mtoto, ni yeye msichana wangu aondoke, mimi nirudi. Tuko tunajiuliza pale. Sasa hivi nimekuona dada, unisaidie unirudilie na huyu mtoto. Akanambia hakuna shida dada, hakuna shida, mimi ndarudia na mtoto, wewe waambie tu baba yake akuje kumchukua. Tukaongea, tukamaliza kila kitu. Ule dada akaenda na ule mtoto. Wakati ule dada alienda na ule mtoto, tuko tu pale kwa aeroport.
baba yao ananitumia picha ya mtoto mwingine mwenye niliacha kunyumba anaumwa. Mimi kufungua telefone naangalia mtoto kweli anaumwa, analia sana. Nikamwambia baba yake, peleka huyo mtoto kwa mganga. Kamata mtoto, akapeleka mtoto kwa mganga. Wakati alipeleka mtoto kwa mganga, kufika kule kwa mganga, waganga aseme hapana, huyo mtoto analazwa. Ule mtoto akalazwa, ule mwingine naye yuko kule kwenye nimemtuma. Yani nikapata shida ya hatari, nikapata shida, nikaanza kujiuliza nifanye hai. Nifanye nini Mungu saa hii? Nikaanza kuomba Mungu, nikamwambia Mungu, hizi ni mbinu za shetani, na hii safari tuliandaa kwa muda mrefu, na tulikuonesha Baba mwanzo wa hii miandao yetu, matayarisho yetu ya kwenda katika hii harusi ya mtoto wangu. Tulikuonesha nayo siku nyingi, muda mrefu. Baba, saa hii peke yako ujifunue na ujizihirishe. Kwa kweli Mungu akajifunua pale. Mtoto akalazwa karibuni wiki mzima. Ule mtoto alikuwa hospitali na mimi niko kule, nilikuwa sina raha, sina amani. Yani napata simu zinatoka huku, naambia angalia dada, jinsi gani utaweza ukarudia kusudi upie kuangalia hii tatizo yenye iko huku nyumba. Lakini kwa kweli nilikuwa na imani. Kila mwenye alikuwa akiniita namwambia mie niko na imani Gabriel atapona, na niko na muombea, na hakuna kitu kenye kitakuwa pale. Kwa kweli nilikaa pale, nilikuwa sina raha. Saa moja najifariji, saa ingine naikaa nikisikia hizo telefone, nikisikia maneno ya kutokea huku, nasikia kukosa amani, lakini naendelea kuomba Mungu. Kwa kweli tulikuwa na muda mzuri wa kuomba Mungu, wa kumshukuru Mungu. Wakati nilikuwa nikipata hiyo telefone, sijui nikikimbilia kama kuchumba kuongea, narudia niko nalia na uzinika. Nikianza kuelezea watu pale, tulikuwa na ndugu zangu wengi pale, wanaanza kuniambia ni nini? Nikiwaelezea tu wanasema tuombe Mungu. Kwa kweli tunaanza kuomba. Tulikuwa na muda mzuri wa kuomba, na Mungu alitusikia. Mungu alisikia maombi yetu na akatutendea mambo ya ajabu mpaka tulifika mwisho wa harusi yetu. Tulikuwa na muda mzuri kabisa wa kuomba Mungu. Saa nyingi, kwa kweli nikiwaambia, saa nyingi zilikuwa saa za kuomba Mungu. Juu tulikuwa tukikutana na mambo ya hatari, tunaikana tu chini, tunaanza kuomba Mungu. Wakati tulifika Burundi, tukamaliza shughuli za pale Burundi, tukaondoka sasa twende Tanzania. Kwa kweli tulikutana tena na wengine majaribu. Tani alikuwa ameshatia mitego kila fasi, lakini kwa kweli naendelea kumshukuru Mungu kwa kuwa alishindwa kwa kila njia, kwa kila mlango, kwa kila pembe yote nye alikuwa akitokezea, alikuwa anashindwa. Wakati tunafika Tanzania, tunakaa pale. Bwana harusi alikuwa limeomba likizo, lakini hakukuwa amepewa likizo kwa sababu walikutana na shida pale. Mkwe wangu ni polisi, anafanya kazi ya polisi. Sasa pale kituoni kwenye walikuwa wanachunga, wakashikaga wamwizi. Wakati walishika wale wamwizi, wakawatia pale. Kuwatia pale, wale wamwizi wakatoroka. Yaani sasa wale wamwizi walitoroka, wakafika wanashika wale wa polisi wote wenyewe walikuwa pale, wakapewa nini ile ndaweza kusema, ikakuwa kama kesi juu ya nini wale polisi, wale wamwizi walitoroka. Yaani wanajua jinsi gani wale wamwizi walitoroka. Wakati anakuwa naomba sasa lile likizo, wanamkatalia, wanamwambia kama hawezi kutoka pale, yuko na kesi. Kwa kweli ikakuwa shida. Tulikuwa tutakaa pale tu kama siku 2, tunampitua kisha tunaenda huko Arusha kwenye harusi ingekuwa. Tulikaa pale siku 5, na hizo siku zote zilikuwa ni siku za kulia, kuomba. Yaani mama yake ya kijana akiniita anasema ni huko ni aje, tunasema wapi huko, mambo yamekuwa magumu, tuombe. Tunaita watu walibakia Burundi, tunaanza kuomba Mungu. Wakati tunaomba Mungu, ikafika siku ya 5, bado bwana harusi, siku ya 4 tuondoke, siku ya 5 bwana harusi hajapewa ruhusa ya kuondoka. Hiyo siku asubuhi anaondoka kwenda kuomba hicho kibali. Sisi tunabaki tunaomba Mungu, tunamuonesha Mungu leo hapo, na yeye bwana harusi ameshasema kama wampatie wasimpatie, leo anapasha kuondoka. Lenye litakuwa likuwe kama ni kufukuzwa kazi, afukuzwe kazi, lakini hawezi kosa kwenda kufanya harusi yake.
Sie tukakaa hapo, akaenda, tuko tunaomba Mungu tu. Wakati alirudi wakia kutuambia Mungu asifiwe, wamempea likizo. Tukasema kweli Mungu amesikia maombi yetu. Tukaenda. Wakati tuliondoka, tunafika Arusha. Tunafika, ilikuwa siku ya 5, harusi sitakuwa siku ya posho, tunaitwa kanisani. Walikuwa watafanyia harusi kwenye kanisa la Katolika. Juu bwana harusi ni Mkatolika. Sasa wakati tulienda kule, padri akatuita, akasema anataka amuone bwana harusi na bibi harusi, na mama ya bibi na mama ya bwana na baba ya bwana na baba ya bibi. Tukaenda paka kule kanisani. Kufika pale, yeye padri akaita kwanza bwana harusi na bibi harusi, wakaingia nao mle ndani, akaanza kuwaongelesha, wakasema kila kitu kama wamemaliza. Kisha yeye padri pale akasema, mimi nilikuwa nimeshatangaza kama kanisani niko na harusi 2 kesho, lakini hii harusi yenu mimi siwezi nikaibarikia bila we bibi harusi haujafuata mafundisho mwaka mzima wala miezi 6. Ufate mafundisho ya ndoa, njoo ujue kufanya ndoa katika kanisa letu. Bila hivyo siwezi kubarikia hiyo ndoa. Watoto wakamwambia, sasa tutafanya aje? Kila kitu kimeshaisha, yani kesho njoo harusi. Sasa tutafanya aje? Aseme njoo vile tu, hakuna gisi. Watoto wakatoka, wakakuja na padri paka pale kwetu tulikuwa tumekaa. Padri akaanza kutuuliza na sisi, akaanza kutuambia njoo vile harusi haitakuwa shida, ni bibi harusi hakukuwa Mkatolika, na gisi hakukuwa Mkatolika anapaswa wafate mafundisho ya ubatizo mwaka mzima wala miezi 6. Njoo ajue kufanya harusi katika kanisa letu. Tukasema mbona siku zinakuwa kesho tu njoo harusi? Hizi siku zote tulikuwa tunaongea na wanaongea na wewe, unasema wakuje watafanya harusi. Leo sasa itakuaje? Mama ya bwana harusi akamwambia, sasa mimi nitafanya nini? Kila kitu kimeshaisha. Yaani watu wako njiani wanakuja harusini, kesho harusi. Niwaite niwaambie saa hii eti kesho hakuna harusi? Wataniona matapeli, wamoja watasema huyu mama alitaka kututapeli tu. Wenyewe wameshapana michango yao na nini. Tukaanza kuomba Mungu pale. Tukaanza kulia. Kila mtu anakuwa anajililia kivyake. Kila mtu anakuwa anamwambia Mungu, nini hii? Nini hii tena? Shetani tena amepitia kwa huyu padri. Ule mama ya bwana harusi, mzazi mwenzangu, akamuita rafiki yake mwenyewe alikuwa wanapanga naye hiyo mipango, Jeni. Wakati alimuita akamwambia, akasema nini? Dada ule naye kwenye alikuwa akapata mshtuko, akaanza kulia. Iko analia, akasikia kama sauti inamwambia, uko nalia hapo, ukilia njoo utapata jibu gani? Kamata simu, wewe unajuana na watu wakubwa. Kamata simu, anza kuita watu na uwaambie hiyo shida ambayo imekutokea. Akakamata simu, akapanguza machozi, akakamata simu, akaanza kuita watu. Kisha wakamwambia shida, akatuita kule kwenye tulikuwa. Akasema njooni huku tuikae fasi moja tuongee, tujue tutafanya nini saa hii. Yaani tukaenda, tukafika pale kwa ule dada, tukaanza kuongea, akaanza ita. Kwa kweli tuliuona mkono wa Mungu siku hiyo. Sijui niseme nini. Kwa kweli Mungu alituonekania kwa dakika ya mwisho ambayo tumeshakata tamaa, tumekata tamaa, tunasema tutafanya aje? Tukakuja kupata jibu, serikali inatuitika twende kufanyizia hiyo harusi serikalini. Juu ilikuwa walikuwa wanasema kule hiyo kanisa Katolika, yani ile kanisa Katolika ikiwabariki tu ni kile kibali wanapata kule serikalini, na njoo kile kibali chenye wanapata kule kanisani. Ikaonekana sasa kumbe hatuhitajiki kwenda serikalini, ni kibali ni kile. Juu kule kanisa Katolika inasema kama wale watu wa serikali wanasema kama wale watu wa kanisa wanawauzia ni wewe, wanawauzia ile makaratasi, kisha wanaenda kufanyisha zile ndoa. Inakuwa ukifanya tu ndoa kule kwa hiyo kanisa Katolika, yani unakuwa sasa umefanyia serikali, au hitajiki tena kwenda kule serikalini. Sasa wakati kule yeye padri amekataa, tukafika tunakamata contact na watu wa serikali.
watu wa serikali Mungu akawaingilia, yani sijui niseme nini, ni mambo ya ajabu. Mwenye alikuwa pale njo anaweza kushuhudia ya mambo ya ajabu kabisa. Mungu akatutendea mambo ya ajabu pale, tukavuka. Wakati tulivuka ile ngazi ya kanisa imekataa, serikali katuitika, tukaenda tukafanya harusi yetu kule serikalini. Yani ikakuwa harusi nzuri, yani tukashukuru Mungu, tukafurahia siku ile. Harusi kapitika vizuri, kila kitu kikaenda vizuri. Kwa kweli namshukuru Mungu, kwa sababu wakati kila kitu nilikuwa nikipitia, nikiona navuka, nasema kweli niko na ushuhuda. Ndamshukuru Mungu, ndashuhudia, na kila mtu asikie huyu ushuhuda wangu kwa mambo ambayo nilienda nikiyapitia. Kwa kweli tulikuwa tukiona mambo yanatufikia, tunasema harusi. Nikiongea na mtu ananiambia kweli njoo vile harusi inapiganishwa. Nasema hapana, hii ya mtoto wangu inapita. Aseme hapana, harusi zote ni vile. Shetani anapiganisha harusi. Shetani hapendaki harusi. Anapiganishaga sana harusi. Anapiganishaka harusi. Nasema hapana, hii ya mtoto wangu inapita. Kisha nikishaikaa nasema tena kweli acha hii harusi piganishwe. Huyu mtoto wangu ni mtoto wa kwanza wa mama. Kwa mama ni mtoto wa kwanza. Kisha na huyu kijana kwa mama yake na yeye ni mtoto wa kwanza. Yani ni watoto wa kwanza wamekutana. Shetani sasa akaona aseme hapa ndio nafasi nitakamatia kwa hii harusi yao. Hao watoto wa kwanza ni wapiganishe. Yani watoto wamepiganishwa paka nikizani kwa wiki moja kila mmoja alikuwa ameshapunguza kilo 10. Paka unamwangalia mtoto unamsikilia huruma, unasema Mungu wangu, hii kanzu itaingia mwa huyu mwili, mbona mtoto ameisha? Mama wa bwana harusi naye anasema Mungu wangu, mtoto wangu ataonekana kabisa mwa hii koti. Yaani tukakuwa na siku nzuri. Wakati tulimaliza kila kitu, tukaenda nyumbani, tukamshukuru Mungu. Wakati tulimshukuru Mungu, siku ya harusi kafika, hiyo siku ya posho, tukakuwa na siku nzuri ya furaha, ya amani. Tulifurahi, tulipendeza, yani tukasahau yote ambayo tulienda tukiyapitia, yote ambayo shida, matatizo, majaribu, yote tukaenda tunayasahau. Neno lenye niko nalo hapa la muhimu sana la kumwambia kila mtu, wakati kweli unakutana na shida, mwambie Mungu. Mungu atakusaidia, Mungu atakupigania. Nilienda katika nchi ya Tanzania, niliwaona watu wa Tanzania ni watu wazuri, watu wako na upendo, wamenipokea na mtoto wangu. Wakati nilifika Burundi, kule njoo niko na jamaa langu kubwa, lakini juu ya safari ndefu na vitambulisho, wamoja walikuwa hawana vitambulisho, yani tukaenda kama watu wadogo tu, kama tulikuwa watu 12, tulikuwa watu wadogo. Lakini nikakuja kujikuta Tanzania, kumbe niko na marafiki, mafamilia kubwa sana, wenyewe walituunga katika ile harusi ya mtoto wangu. Tulikuwa watu wengi sana, na harusi ilikuwa nzuri, tulifurahi kabisa, tulishukuru Mungu. Na hivi nawaombea watoto wangu, na waombea baraka. Mungu awabariki kwa yote ambayo wamepitia, kwa yote ambayo shetani amejaribu kutaka kufanya jinsi gani, yote hiyo harusi sikue, lakini shetani akashindwa. Kwa hiyo kweli naenda kumshukuru Mungu. Niko na shukurani kubwa sana mbele za Mungu. Namshukuru Mungu sana kwa makuu, kwa miujiza, kwa mambo mengi ambayo amenitendea. Amenionyesha mambo ya ajabu. Nitaendelea kumshukuru, nitaendelea kumpenda kwa yote ambayo amenitendea. Hata shetani anapojaribu kuniletea mambo mengi ya kutaka kunitosha kwenye mstari, kwenye neno lake, lakini shetani anaendelea kushinda. Sitachoka kamwe na kumshukuru Mungu wangu, na sitachoka kamwe na kuendelea kumtumikia Mungu. Kuna vikwazo vingi ambavyo vinaendelea kunitokea, lakini naendelea kumshukuru Mungu, na naendelea sana kumshukuru Mungu kwa kuniokoa. Mungu kwa kuniokoa, kunipa kumjua katika maisha yangu, kumjua Mungu na kumtumainia wakati ninapokutana na shida. Kuna wakati nakutana na shida kweli, naona hii shida
hapa ndatoka aje katika hii shida, lakini naendelea kuomba Mungu tu, na Mungu ananisaidia, ananivusha, ananiotosha kwa ile shida. Kwa kweli nilienda nakutana na mambo mengi, nilikutana na shida nyingi. Watu wenyewe walikuwa karibu yangu wanajua, watu wenyewe walikuwa karibu yangu wanaelewa shida zote ambazo nilipitia katika huyu wakati wa maandalizi ya ndoa ya mtoto wangu. Kwa kweli nilikutana na majaribu mbalimbali, lakini nilikuwa kuchunguza zilikuwa mbinu za shetani. Zilikuwa mbinu za shetani, alikuwa anataka kunipotosha, kuniletea mambo mengi ya kutaka kunisaurisha nikose kujipanga kwenye harusi ya mtoto wangu, yaniletee mambo mengi, lakini nilishinda. Kwa kweli nilikaa kimya, nilikutana na mambo mengi, ningegombana, ningesema, lakini nilikuwa namwambia Mungu, nisaidie, nifundishe kunyamaza. Na watu wenyewe walikuwa karibu yangu, wenyewe walinisaidia. Kuna watu walinisaidia kabisa. Kuna wakati mmoja nilikuwa natuma audio kujibia huyo mtu mwenye alikuwa anataka kuniletea majaribu wakati ya harusi ya mtoto wangu. Kumbe ile audio niliituma fail kwa mtu mwingine. Huyo mtu alipoipata hiyo audio aliniita mara moja, akanambia, mamdogo, usitume tena ingine audio. Tuma hiyo audio, nimeisikiliza, sio mbaya, lakini usitume tena ingine audio. Achana na mambo hayo ni mambo yanataka kukutosha katika mstari wako wenyewe uko hemu. Niliachana nayo na nikaendelea kushukuru, na niliendelea kuwashukuru wote. Nilimshukuru kila mtu ambayo alikuwa karibu yangu, ananambia achana na hayo ni mambo yanataka kukutosha katika mstari wako wenyewe uko hemu wa kutayarisha ndoa ya mtoto wako. Nilitayarisha ndoa ya mtoto wangu, nilikuwa na watu wenyewe walikuwa karibu yangu. Kama sikukuwa na watu wengi wenyewe walikuwa karibu yangu kama komite kunisaidia kwenye harusi. Unajua harusi ni kitu kikubwa sana, lakini nilikuwa na watu wadogo. Nilikuwa na kaka yangu, nilikuwa na wifi yangu, nilikuwa na kaka zangu. Nilikuwa nikipata wazo naita huko, naambia ni hivi, mwingine ananambia hivi na hivi. Kwa kweli naenda kuwashukuru wote wenyewe walikuwa karibu yangu katika hii sherehe ya mtoto wangu, na wale ambao wamegusa katika mifuko yao kunisaidia, kunichanga kwenye harusi ya mtoto wangu. Kweli Mungu awabariki. Kwenye walitoa, Mungu awazidishie. Yaani niko naona kama ni miujiza. Kuna watu wenye sikukuwa hata na muwazia, nakaa tu nasikia simu, au nakaa tu naona vips, mtu amesha ni vips. Nasema kweli Mungu umbariki. Na kwa kweli nawaombea baraka. Mungu awabariki. Pale mlitosha, Mungu awazidishie. Na hii harusi hata mkwenda wamoja hawakwenda ni watu wa hapa Norway, ilikuwa vigumu sana kusema tuwe pamoja, lakini kwa mchango wenu, hata mwenye alichangia tu neno, mwenye amenichangia tu neno la kunisaidia ufanye hivi, utafanya hivi, kweli Mungu ambariki. Naenda kuwaombea baraka, naenda kuwaombea kila mmoja ambaye atakuwa anakutana na shida, amtegemee Mungu tu. Mungu ndiye jibu. Yaani ningefanya sasa nikimbilie kuwaganga, sijui nikimbilie ku watu wanisaidie, saa zingine wangenisaidia, wangeniletea tu mambo ya kuongeza tena kunipotosha, lakini nilikuwa namuonesha Mungu. Naonesha Mungu. Kuna wakati nilikuwa nikilia na ikanalia, nasikia simu, maina yangu hapo Belgique. Demai, Mungu akubariki, Mungu akuzidishie, akuongeze karama mbalimbali. Mtumishi wa Mungu, wakukuna ongea na watu wa Mungu na kuwapa nguvu. Ulinipa nguvu siku ile, nikasikia kubarikiwa. Nilikuwa nakaa nalia, nasikia simu inaita, napokea simu. Anambia, Demai ni nini? Nalia. Nikaanza kumwandisia, akasema tuombe Mungu saa hii. Mimi nataka kuita watu wa Mungu, tuombe Mungu sai na tumuoneshe hiyo shida. Ilikuwa ni shida tena imetokea huku. Sijui waliniita wakaniambia sema njoo vile Bana Vane imeshachukua watoto wangu wawili hivi wako mikono ya Bana Vane. Bana Vane ni hao watu wa huku kwetu ambao wanachukua watoto. Yaani sasa nilisikia hivyo, nilisikia kutetemeka, nilisikia nguvu zimeniisha, nikakaa tu nikilia. Lakini wakati nilipata hiyo simu, nikaongea na huyo wifi yangu, alinifariji, alinibariki siku hiyo mpaka sijui kama nitamsahau.
tulianza kuomba Mungu kule kwenye akakata simu huku akaanza kuomba, na sisi kule tukaomba Mungu. Shetani alishindwa, shetani akashindwa. Siku hiyo siku watoto wangu walirudi nyumbani, nikaendelea tena kumshukuru Mungu. Ilikuwa jambo la kumshukuru Mungu. Watu wakisha kamatilia tu mtoto hivi mikono, maana yake ni kusahau tu, lakini juu ya maombi ambao tuliomba, ambao tulimuonesha Mungu kwa siku hiyo, Mungu alisikia maombi yetu na Mungu akatusaidia. Kweli niko na mambo mengi sana ya kumshukuru Mungu, lakini ninashukuru Mungu kwa hayo. Kila mtu mwenye atasikia ajiweke mu mikono ya Mungu, hata jaribu, hata shetani akupiganishe namna gani, hata shetani alete vikwazo huku na huku, omba Mungu tu utashinda. Omba Mungu utashinda, katika yote utashinda. Kwa hiyo nashukuru Mungu sana. Amen.